Hapa kwa ajili ya kuzungumzia tukio lile lililotokea siku za nyuma hapo Mabibo. Kwa kweli hata sisi limetushtua sana, limetusikitisha sana, na tupo pamoja na serikali kukemea kwa nguvu zote na kulaani kwa nguvu zote. Kitendo kile kilichotokea sio cha kibinadamu wala sio cha kiungwana. Na vikao vyetu huwa tukikutana huwa tunahimizana mambo mengi ya msingi, ikiwa ni pamoja na kukumbushana kwamba nini lengo lako lililokuleta hapa mjini, na kila mmoja akawe sehemu ya kujenga amani sehemu anapofanyia kazi, sio kulinda tu eneo analolinda. Anakuwa sehemu mojawapo ya kusababisha amani katika eneo fulani na si vinginevyo. Na tunawahimiza pia kwamba wasije siku yoyote wakashawishika kwa mambo fulani, kwa sababu mjini mambo ni mengi. Wasishawishike, wasirubuniwe kwa namna moja au nyingine. Hivyo basi huwa tunatoa hamasa hiyo kama viongozi wa jamii hii. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kukemea kitendo kile. Iwe ni Mmasai ametenda, iwe ni mtu mwingine, lakini sio cha kibinadamu na sio cha kiungwana. Kwa hiyo na sisi tunasimama kwa miguu yote kushirikiana na serikali kukemea tukio lile. Na kuhusu jamii hii, kweli tunajua kwamba tunasikia kwamba matukio yanatokea siku zote yanatokea, lakini haijawahi kutajwa kwamba waliofanya kitendo kile ni wa kabila fulani au wa jamii fulani. Inaelezwa tu watu fulani wamefanya tukio sehemu fulani, wamefanya tukio la aina fulani, lakini hatujawahi kusikia kwamba ni wa jamii fulani. Kwa hiyo sisi tulivyosikia kwamba ni Wamasai kidogo kama lilishtua, kwamba tukaona kwamba tunabaguliwa. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu makabila mengi au watu wengi wanafanya matukio ya aina tofauti, lakini hatujawahi kusikia kabila la mtu fulani linatajwa. Kwa hiyo kwa niaba ya jamii hii ya Kimasai, naomba niishauri serikali kama kuna namna nyingine ya kulielezea labda hilo tukio itafutwe kuliko kutaja jamii nzima. Kwa mfano sasa hivi katika mitaa tunayotoka tunatajwa kama vile sisi jamii hii yote ndo imefanya tukio lile. Unaweza tu ukapita mtaa hata kama mtu haja kuongelesha wewe, lakini anakuambia muuaji huyo anapita. Na katika kazi zetu hizi kidogo tunaona kama vile inahatarisha usalama wetu. Kwa hiyo naomba serikali kwa kuwa iko makini katika kusimamia usalama wa wananchi na mali zao, iendelee kusimamia katika hili, kwa sababu imetokea taharuki kwamba Masai ameua, na ukipita mitaa kwa mitaa nasikia muuaji huyo, kitu ambacho si vizuri kwa kweli, kwa sababu hakuna binadamu anayependelea kwanza kifo. Na kama yule naye ametumika na pepo lake au na shetani amemtumia kutenda kitendo kile, hata kama ni Mmasai, tuko tayari kutoa kushirikiana na serikali kubaini, je, aliotekeleza tukio lile ni Mmasai kweli? Na kama ni Mmasai, anatoka sehemu gani? Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali niishauri kwamba kwenye ile kampuni ambayo wale watu walikuwa wanafanya kazi, labda kuna vielelezo ambayo inaelezea labda kwamba huyo alikuwa labda na kitambulisho cha sehemu anayotoka au kitambulisho cha kazi, kwa sababu tukipata hivyo vitambulisho vyake tutajua labda ametoka sehemu gani. Tukishajua, tuko tayari kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba wahusika wanakamatwa na sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kufikia hayo machache, na nasema asante sana na washukuru sana kwa ujio wenu, na sisi tumefarijika, na narudia kusema kwamba tuko tayari kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba uovu au matukio ya ajabu ya aina hii ambayo sio ya kibinadamu yanakomeshwa. Asante sana. Na nashukuru kwa viongozi walioshiriki na sisi leo. Kwa majina yangu naitwa Lucas Abraham. Natokea kitongoji ya Mwenge. Ni mmoja wa kitongoji ambao sisi tuna kikao yetu kila mwisho wa mwezi ya tarehe 6 pale tawi la CCM Ilala. Na sisi kama sisi Wamasai tunapotuona hapa tunatoka sehemu mbalimbali tofauti. Lakini jana tuliposikia leo tuna kikao na mkubwa,
na sisi tukachaguliwa viongozi wa kikao hiyo ambao tunafanya kila tarehe 6 tuje kikao hii kwa ajili ya vitendo ambao inaendelea na kitu ambao sio vizuri kwa binadamu yoyote ile. Na naposema sisi tunatoka sehemu mbalimbali. Wamasai wanatoka Tanga, wanatoka Simanjiro, wanatoka Kiteto, wanatoka Moshi, na sisi wote ni jamii moja ambao tunaongea lugha moja. Lakini kila Masai anayotoka mkoa yao ana maadili yao hapa da na ana kikao yao maalum. Sisi hatuwezi kutoka kikao ya Ilala tukaingilia ya Jumapili ya ambao wao wana kikao. Lakini tunajua tunaongea lugha moja. Kwa sababu hii tuliposikia sisi kazi yetu ni ile ambayo ya ulinzi. Tunapofanya mjini hapa. Lakini kila Masai sisi tuna mamlaka yetu ambao hamna mtu anayeweza kuingilia. Mfano, Masai akija da hapa, akikaa miaka 2, hana kazi yoyote, analewa, tuna mamlaka kupeleka hata usiku na lori na fimbo 70 kwa sababu ameenda kinyume na sisi. Kingine, Masai yoyote anayekuja hapa da, sisi tuna kikao, mtu akifiwa sisi hatusiki huku, tunasafirisha, awe mtoto, awe mtu mzima. Masai akija hapa da, akiiba, atuchangia hata shilingi 100. Lindo lake. Akifiwa, tunamchangia. Akiibwa na wezi, tukathibitisha kwamba sio yeye ndo aliyeharibu kazi yake, tunamuokoa. Kwa sababu hatutaki mahalifu. Sasa sisi tunachoshangaa sisi tunakataa mtu ambaye ameiba lindo lake. Hatumuokoi. Sasa tunamuokoa mtu aliyeua. Hatumuokoi. Lakini kitu ambacho imetusikitisha sana, tendo la kuitwa Wamasai wauaji, wachinjwaji, alafu ni kitu tofauti na sisi. Na kwa sababu moja mimi nafikiria kwa akili yangu timamu. Watu wanasema hivyo kwa sababu sio maadili yetu. Na sio sisi ambao hatujawahi kusikia Masai amechinja, amenyonga, hatunaga maadili hiyo. Na ndio maana tumenuka kwa kitu ya siku moja. Lakini kwa sababu tuliposikia serikali anachukia na tuko tayari kuunga mkono, kwa maana sisi tuna kikao tofauti. Hizi unapotuona hapa tumechanganyikana. Wamasai wa Arusha wako kama wenyewe. Sisi mimi natoka Simanjiro. Kwa hiyo na sisi Simanjiro tuna tabaka 2. Kuna Simanjiro ya huku Kopa. Na kuna ingine kule ya Trat. Sisi lakini tukikaa kikao moja tukisema tuitane viongozi tungejaa huku, lakini imekuja ghafla. Lakini sisi tarehe 6 tuna kikao yetu. Kama mwenyekiti hapa alipotambulisha James, anaongoza kitongoji 38 hapa da. Na kila kitongoji na mwenyekiti wake. Kwa hiyo siku ya tarehe 6 kila mwenyekiti wa kitongoji anashiriki kikao hiyo. Tuliposikia jana hii kitu tumechukia sana. Maana sisi tunafanya kazi maeneo haya na sisi hatujuani. Sisi tukimwona Masai amefuata nguo za kawaida tunamuuliza kikao yako ya mwisho wa mwezi ni wapi? Akijificha, maana sasa hivi unakuta Wamasai ukimwongelesha Kiswahili, Kimasai anaongea Kiswahili. Ukimwambia unatoka wapi? Ametoka Simanjiro na kuambia ametoka Kiteto. Na ndio maana sasa hivi hiki tunayumba hivi. Lakini kwa namna moja au mingine tuko tayari kwa mitindo yoyote ile itambulike huyo Masai ametoka wapi, alio msamini kwenye kasi yake ni nani, kampuni gani, na hapo tunahakiki tunapata maalifu. Kuliko kutunukisha sisi ambao sisi wengine hatujui hata hiyo kitu ina maana gani na ameua kwa sababu gani. Kwa maana sisi tuliposikia ameua Mchina kwa ajili ya milioni 10, Masai maskini sana akiwa na ng'ombe 20 na sani milioni 10 ni hela ndogo sana. Kwa hiyo ni kitu ambao tuna wasiwasi kama huyu sio Masai, lakini amefaa kacha. Kwa hiyo tunapokuwa tunakemea hii kitu, tunakemea 100%. Kuwa sisi ni viongozi wa hao watu. Sisi ni viongozi. Kwa hiyo tuko free muda wowote, saa yoyote, tuitwe akisemekana huyu au tupite hapa tutafute mahalifu. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Mwilo
pamoja na wajumbe wote wa kikao hiki. Ninachoshukuru mimi ni Mungu kutuweka katika wakati huu ambao tumekutana. Tuje tuambizane ukweli kwamba kitendo kilichofanyika hatujafurahishwa na sisi kweli. Kitendo kibaya sana ambacho kimetupa na sisi wasiwasi kwamba tunapotembea huko mtaani tutakuwa tunapata changamoto nyingi sana kwa ajili ya wenzetu ambao tuko nao mjini, ambao ukipita mtaani unaambiwa mchinjaji. Na unaambiwa mchinjaji kulingana na biashara ulionayo, yani jinsi utakavyoonyesha biashara yako, mtu anaweza atakadharau biashara yako kwa kupiga kofi. Ili akuelekeze aendelee tu kukuvuta katika hali ya ugomvi. Kitendo ambacho sio. Ambayo sisi tunaomba kwamba kikubwa sana, naomba serikali wafanye bidii kwa kila namna. Serikali na mkono mrefu, watafute mbinu zote wale wakamatwe, kwa sababu hawajafanya kitendo cha uungwana na hawajafanya kitendo cha kumaanisha kwamba ni binadamu ule. Yaani wamefanya kitendo ambacho ni mbaya zaidi. Kwa tupambane kwa kila namna. Sisi tutatafuta namna, tukishafahamu kwamba ni mtu wa sehemu gani, tutatoa ushirikiano kwa sababu hatujapendezwa na hiyo hali. Asante. Faili hili tulionayo sisi ni kwa ajili ya kikao hiki. Kikao hiki tunafahamiana moja kwa moja. Hii ni watu wa Arusha ambayo wanatokea wilaya Monduli. Wilaya Monduli wanakuwa na ushirikiano mkubwa sana kwa kila namna. Hawezi kuingia mtu huku ambao ni masaa ambayo anafanya biashara alafu asihudhurie kwenye kikao hiki. Kama hata hudhuria kwenye kikao hiki, ina maana kwamba ni mtu ambaye hana ushirikiano na sisi, na sisi hatutakuwa na ushirikiano naye kwa namna yoyote ile. Asante. Mimi naitwa Laiza Sareyo au Liz Musa Laiza. Natokea Enaboishwe Maa hapa Dar es Salaam. Tumesikitishwa na hiki kilichotokea, kwamba Wamasai wamemuua Mchina. Kwa kweli hakuna aliyependezwa, na kama niungane na wenzangu kusema kwamba hakuna anayekubaliana na hili. Lakini nashukuru kwa sababu naona uongozi wa jeshi la polisi liko hapa, ina uwezo wa kufanya kazi yake ipasavyo, kwa sababu naamini wale watu walikuwa na mawasiliano, wale watu wanajulikana wametoka wapi mpaka aliyowaajiri akawapa kazi. Kwa hiyo kwanza niungane na wenzangu walichosema kiko sawa, lakini niulize, je, kamanda atakaposimama hapa tuambie ni watu wangapi mpaka sasa hivi wamekamatwa kuhusiana na hilo tukio, na je lingine picha za wale watu je kama zimepatikana na mawasiliano yao na nini kinafanyika mpaka sasa hivi. Asanteni sana. Nichukue nafasi hii kwa kuongea machache sana, kwa sababu kikao hiki kimemlenga kabisa kiongozi wetu Mlilo, kwa kutaka kuwasikiliza nyinyi na yeye aseme atakachokuwa nacho. Kwa mimi kama kiongozi wa mtaa huu wajitegemee, kwanza nimefarijika kwa namna ambavyo mmejiorganize na mkaomba kukutana na kiongozi ili kuweza kuongea yenu mlionayo na yeye aweze kusema halionayo. Lakini katika maongezi yenu yote mliongea, mmekemea sana tukio lilotokea, na inaonyesha dhahiri kwamba mioyo yenu imesononeka sana, na naamini kama mlivyosema mko tayari kutoa ushirikiano wa aina yoyote kuhakikisha kwamba jambo hili linawenda kuisha, kama sikupatikana au kupatikana hao watu ambao wamefanya hilo tukio. Kwa hiyo kwa maneno haya machache, nisipoteze muda mrefu, nichukue nafasi hii kumkaribisha moja kwa moja kamanda wetu Mlilo ili aweze kuchukua nafasi hii kwa ili ya kuzungumza chochote ambacho anacho. Niwashukuru sana ndugu zangu wa Masai, tuko pamoja kwa lolote litakayotokea, kwa sababu huko katika eneo la mtaa wangu. Basi hiyo Jumapili mkikutana siku moja mkinialika ili kuhakikisha usalama unaendelea kupatikana zaidi. Asanteni sana.